Asifiwe ndugu wapenzi wasikilizaji mnaonifuatilia kwa njia ya Facebook. Kwa majina naitwa Nikodemo Jeremia. Kwa siku ya leo tunaenda kujifunza somo linaitwa imani. Na ninaamini katika Kristo tumeweza kujifunza nini maana ya imani, na hakuna mtu ambaye nafikiri kwamba amekuwa akilelewa katika mafunzo mazuri katika Bwana hashindwe kuelewa nini maana ya imani. Kwanza wacha tuombe kwa kufungua kipindi hiki rasmi ili Roho wa Mungu apate kushiriki vyema nasi, kutufundisha na kutujuza, ili atupe mafunuo yake kwa maana nzuri ya kuweza kujijenga katika kweli ya Kristo. Baba, uishie mahali pa juu palipoinuka. Mungu, tunakuhitaji ukazidi kutufundisha kweli yako, tuzidi kukua na kujengeka na kuinuka na kuifikia kadiri imani jinsi itakavyo. Tunaamini kipindi hiki kwa kibarikie na wasikilizaji ukambariki, damu yako takatifu ikatufunike katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kama jinsi nilivyotangulia kujitambulisha majina kuwa mimi naitwa Nikodemo, na siku ya leo ndiye nitakaye kufundisha ama nitakaye kuhabarisha ama nitakaye kujuza ama nitakaye kuletea habari ya swala linaitwa imani katika Kristo au elimu ya Mungu. Tunaposema imani katika Biblia kuna maana zipo nyingi, sawa, ila inategemeana na mafunuo aliyoweza kuyapata mwalimu. Na katika hiki kipindi tuna walimu wengi katika Kristo, ijapokuwa Baba ni mmoja, ila inategemeana mwalimu yupi atakayekuwa sahihi kujifunza kwake, kwa sababu sasa hivi ni nyakati ambazo ni ngumu na unahitajika kuwa na hekima ya Mungu na busara ya Roho Mtakatifu kuweza kuyachambua mafundisho. Na siku ya leo nitaanza kwa kusema na kitabu kile cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Biblia takatifu inasema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya bayana ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana kabisa, lakini mtu anakuwa na imani. Lakini mimi kwa siku ya leo tutaanza kujifunza maana ya kitu kinaitwa imani, kwamba Yesu alipotamka imani na kwa nini katika kitabu cha Waebrania anasema ni kuwa na hakika. Sasa ninangependa tuanze na msingi wa imani. Amina. Ndugu unayenisikiliza, msingi wa imani. Kwa nini msingi wa imani? Kuna kitu imani, lakini kuna msingi wa neno imani. Kwa wewe mwalimu unayefundisha, ni kitu kizuri sana kuweza kukijua, ili mtu utakapomfundisha unamjengea makuzi mema katika Kristo ama kutokuteleka katika imani. Lakini msingi wa imani tunaanza kujifunza katika kitabu cha Luka sura ya 17 na ule mstari wa 6. Ningependa kidogo nianze kusoma kwa ya Holy Bible, Biblia ya Kiingereza, alafu ndipo tuingie katika Bible ya Kiswahili. Sura ya 17 chapter 17 verse 6 inasema, so the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Biblia inasema kwamba Bwana akasema kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungepata kuwatii. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, tunaposema kwamba kiasi cha haradali ni mbegu kabisa, ile ni imani iliyo hai, ni imani yenye nguvu. Na watu wengi wanaposikia kwamba Biblia inaposema kwamba mngekuwa na imani kiasi ama kama chembe ya haradali, chembe ya haradali ni mbegu moja ndogo kuliko mbegu zote. Sasa ni kitu ambacho ni cha kufikirika, lakini ni uhalisia wenye majibu ndani yake. Kwa nini Yesu alitumia neno mbegu? Unaweza kujiuliza ndugu mpenzi msikilizaji, au ni swali ambalo naweza nikajiuliza mimi na wewe kwa siku ya leo. Nini maana, kwa nini
unaweza ukajifikiria kwa nini asingetumia labda mbegu ya hindi, asingetumia mbegu ya kalanga, lakini asingetumia mbegu ya mtama. Lakini leo hii tunapoambiwa punje ya haradali ni mbegu ndogo sana. Na kwa nini leo anaitumia punje ya haradali kama udhihirisho wa imani ya mtu, kwamba angekuwa na mfano wa hiyo tu basi angeweza kuamuru mkuyu ung'oke, nao awamuru kapandwe baharini. Na kitu ambacho tunachopaswa kujua kwamba imani inaanza kupandwa. Ni jambo la kwanza kabisa. Imani inaanza kupandwa. Ina maana tunaposema mbegu ni kitu ambacho kina uhai ndani yake. Na ili kipate kuchipua au kuota kinahitaji maji, udongo na mwanga. Watu wanasema hewa au joto. Ili kipate kuoza kwanza, kife kwanza ardhini, na ndipo kipate kumea. Ndicho kitu ambacho Yesu alikimaanisha. Ina maana imani ya mtu inaanza kupandwa kwa kusikia. Mbegu ni neno la Mungu. Inaanza kupandwa kwa kusikia, kwa mujibu wa kile kitabu cha Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 17. Anasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Kristo. Imani ya Mungu inakuja kwa njia ya kusikia. Sasa na hata wewe ndugu mpenzi msikilizaji, ulipotaka kuamini kweli ya Mungu, ulisikia mhubiri akihubiri au mwalimu akifundisha. Ina maana imani ya kweli inakuja kwa kusikia, mtu anaanza kuipanda ndani yake. Sasa ili ipate kukua ile imani, hiyo ndio tunaita punje ya haradali. Siku hiyo kuna neno moja ambalo mtumishi wa Mungu alilifundisha, Roho Mtakatifu akajifunua kwa namna tofauti, ukaamini. Sasa ili lipate kukua, lipate kuleta matokeo, lipate kustawi ndani yako, linahitaji kupandwa, linahitaji kumwagiliwa, linahitaji udongo, linahitaji mwanga. Haleluya. Maana kitu kinachojengwa ni kile kitu cha ndani, ni yule mtu wa ndani apate kuwa na nguvu. Na yule mtu wa ndani chakula chake ni neno la Mungu. Na ndio maana leo tunakwenda kujifunza neno la Mungu kanisani, kumwabudu Mungu. Kwa sababu mtu wa ndani ndiye anayemwabudu Bwana, na ndiye anayejengewa msingi wa imani. Haleluya. Na maana nzuri au fasili nzuri tutakaposoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 13 na ule mstari wa 31 mpaka 32. Anasema akawatolea mfano. Tazama mfano halisi wa maana ya maneno halisi ya Yesu Kristo, kwamba ungekuwa na imani ndogo kama punje ya haradali, ungewaambia mkuyu huu ng'oka, nao ungewatii na kupandwa baharini. Anasema kwamba akawatolea mfano mwingine, akasema ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akapanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti hata nyuni kwa angani. Unaona? Kwa hiyo ile mbegu ya imani, ile mbegu inapopandwa huwa inaanza kupita changamoto nyingi. Wakati mwingine inaweza ikakosa maji, inaweza ikakosa mwanga, ikadumaa na kufanyeje. Kwa ndivyo msingi wa imani ulivyo. Wewe leo umehubiriwa neno la Mungu, umekutana na changamoto ndogo zimekurudisha nyuma. Sasa imani yako bado haijafikia viwango, haijakuwa. Ina maana mtu aliye na imani, hata hiyo ndogo inaonekana, ni kwamba amevumilia mengi, amekumbana na changamoto nyingi, kapitia vikwazo vikubwa. Ina maana mtu anapokuwa ni krita masho, yani ni mkomavu, ni ameinuka kiimani, ni mtu aliyekumbana na changamoto nyingi na ngumu na kuzishinda. Ina maana kwamba kiasi cha kwamba ile mbegu imepandwa na ukawa ni mti mkubwa, ukakua ule mti. Amina, ukakua. Sasa unapokuwa mti mkubwa, hata upepo upige vipi hauwezi ukaung'oa. Hata ndege wanajaribu wanafanya makao pale juu yake, kwa sababu ni mti tena usioweza kuteteleka na kitu chochote, kuja kukua na kufika katika viwango vya pale. Ina maana umevumilia changamoto nyingi, umekumbana na misukosuko mingi, umekumbana na kila aina ya tatizo na ukashinda.
hatimaye watu wanakuja kurundikana mahali pale na kujifunza neno la Mungu. Haleluya! Na yule mtu wa ndani amekuwa na nguvu ya uungu ya kuweza kuangusha kila aina ya milima kwa sababu ya changamoto alizoweza kuzishinda. Haleluya! Kwa hiyo imani inapandwa, imani inavumilia, imani inakuwa. Imani ni mti mkubwa usioweza kukatwa au usioweza kung'oa. Hata kama ukiukata, maadamu shina lipo ndani, unaota na kukua. Karibu tena. Naomba nikushukuru Mungu kwa neno zuri. Baba, nakushukuru kwa neno hili, umetufunza, umetumesha. Naomba na kulibarikia katika jina la Yesu. Amina. Endelea kufuatilia.